Tarehe 15 ya Agosti tunasherehekea sherehe ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni. Yesu hakumwacha mama yake ambaye alishiriki kazi ya ukombozi aoze kaburini. Alimshirikisha utukufu wake. Maria alipalizwa mbinguni kwa sababu alikingiwa dhambi ya asili kabla hajazaliwa. Hakutenda dhambi wakati wa maisha yake hapa duniani. Alimchukua mimba, akamzaa na kumlea mwana wa Mungu. Aliandamana naye katika kazi ya kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Alishiriki mateso ya msalabani na kushuhudia kifo chake kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Sote tunajua kuwa Mungu alipotaka kumkomboa mwanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi, alimtuma mwanaye aje ulimwenguni kuifanya kazi hiyo. Mungu alitaka mwanaye azaliwe kama binadamu. Hivyo, alimchagua Maria amzae mwanaye. Kwa njia ya Maria, neno wa Mungu alifanyika mwili akakaa kwetu. Yesu alipokuja hapa duniani, alianzisha ufalme wa Mungu na kuangamiza ufalme wa Shetani kwa kuwaponya watu waliosumbuliwa na madhaifu mbalimbali na kutoa pepo. Baada ya kuanzisha ufalme huu, aliwalika watu wote wapate kurithi. Baada ya kifo na ufufuko wake, alipopaa mbinguni, Mungu alimfanya kuwa mfalme wa mbingu na dunia katika kazi yake ya kuusimika ufalme wa Mungu hapa duniani. Maria alimfuata mwanaye bila kumwacha hata alipokuwa msalabani. Katika sikukuu hii, tunaona Yesu hamwachi mama yake aliyeshiriki kazi ya ukombozi, bali anamshirikisha utukufu wake na kumpaliza mbinguni. Yesu hakumwacha mama yake aliyeshiriki katika kazi ya ukombozi, amempa tuzo kwa kumpaliza mbinguni. Hata sisi pia tukiwa waaminifu katika majukumu tuliyopewa na Mungu, kama Maria, tutashirikishwa pia utukufu wa Mungu siku ya mwisho. Maria ni mama yetu. Kwa maisha yake, alituonyesha jinsi ya kumfuata Kristo tupate kufika mbinguni. Anatuonyesha kwamba hatuwezi kuingia mbinguni bila kupitia mateso na msalaba. Maria aliandamana na Yesu hadi Kalvari na kwa uchungu mkubwa akamwona mwanaye akifa msalabani. Tumwombe Maria ambaye baada ya kupaa mbinguni amekuwa malkia wa mbingu atusaidie ili sisi tushirikishwe pia utukufu wa mwanaye. Leo tunaalikwa kumtafakari Bikira Maria. Kuna watu wanauliza kwa nini Bikira Maria anaheshimiwa sana katika kanisa Katoliki wakati yeye ni sawa na wanawake wengine. Wakatoliki wanamheshimu sana Bikira Maria wakati hana nguvu yoyote ya kuwaombea watu, na baada ya kumzaa Yesu Kristo alitupwa pembeni kama mtu anavyotupa mfuko kisha kutumia mbolea. Bikira Maria ni mama wa Mungu na ana nguvu kubwa sana ya kutuombea misaada kwa Mungu. Biblia inavyotubainisha, kuna sababu nyingi na nzito zinazomstahilisha Bikira Maria heshima kutoka kwa waamini ambao tupo bado katika malimwengu haya. Maria ni mama wa Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo alimchukua mimba, akamzaa na kumlea. Nafasi hii ni ya kipekee, na ndiyo maana malaika alisema Bwana yu pamoja nawe na amejaa neema. Bikira Maria alishiriki kwa makini kazi ya ukombozi pamoja na mwanaye. Alikuwepo pamoja na mwanaye hata siku ile mwanaye alipokufa, akitangaza kwamba yote yametimia. Bikira Maria alikuwa na fadhila zote muhimu kuwa mfuasi bora wa Yesu Kristo, yani imani, mapendo, matumaini na unyenyekevu. Fadhila hizo tungelipenda nasi tuwe nazo. Mintarafu heshima tunayompatia, tunaanzia kwenye ukweli kwamba yeye ni mama wa Mungu. Kama tunamheshimu mama za wenzi wetu wa ndoa na mama wa viongozi wetu wa dini au serikali, sebuse mama wa Mungu aliyetukomboa. Malaika, kiumbe cha juu kuliko binadamu, alitangaza Bikira Maria amejaa neema na Bwana alikuwa pamoja naye. Wewe na mimi ni nani tubishie alichotangaza malaika? Labda tuwe mashetani. Watu wa kale waliojazwa na Roho Mtakatifu walitangaza ni mbarikiwa. Elizabeti akijazwa na Roho Mtakatifu alitangaza hivyo. Wewe na mimi tuna ni hata tubishe kile alichosema aliyejazwa na Roho Mtakatifu? Au tuseme wewe na mimi tusiyekiri hiyo tunabainisha kwamba hatuna Roho Mtakatifu?
Zaidi ya hayo, Biblia inasema Maria anaweza kuwaombea hata watu wasiojali kusali. Tazama katika harusi ya Kana, Maria aliwagundua watu katika tatizo mbaya ambalo wasingeliweza kulitatua wala kwa akili zao wala kwa nguvu zao. Maria aligundua kuwa walikuwa ukingoni kuishiwa divai na furaha. Lakini kwa vile alikuwa hawamtambui yeye wala mwanaye kwamba angeliwapatia msaada, aliingilia kati na kuombea msaada kwa yule wasiyemjua. Sasa alifanya hivi kwa watu ambao walikuwa hawamtambui yeye na wala mwanaye. Itakuwaje kwa wale wanaomtambua yeye na mwanaye? Kifupi hivi, wanaosali na kumwomba Mama Bikira Maria waombee kwa Mungu au kwa Yesu hawatasaidiwa zaidi? Heshima anayopata inatokana na sababu nyingi pia. Alikingiwa dhambi ya asili, awe mama mtakatifu wa Mungu. Tena yeye ni tajiri wa fadhila zote, yani imani, mapendo na matumaini. Halafu yeye amemshiriki katika harakati ya ukombozi pamoja na Yesu, na hatimaye yeye amefaulu vita dhidi ya shetani, na sasa yupo mbinguni mwili na roho kama zawadi maalum kutoka kwa mwanaye Yesu Kristo. Tusisahau hata kidogo kwamba mwenyewe alisema toka enzi zile, na vizazi vyote watamuita ni mwenye heri. Sisi ni kizazi gani hata tukatae kumuita alivyoitwa daima na vizazi vilivyopita na vile atakavyoendelea kuitwa na vizazi vijavyo? Hatuwezi kupenda boga tukakataa mboga. Ukipenda boga upende na ua lake. Kutokana na haya yote, kila Mkristo anapaswa kumheshimu sana Bikira Maria kama vile ana sifa na nguvu kubwa ya kutuombea kwa mwanaye. Badala yake Kristo alitukabidhi sisi kwake naye kwetu, ili sisi tuwe naye na yeye atusaidie katika matatizo yetu na kuyapeleka kwa mwanaye Yesu Kristo. Tafakari. Sikukuu ya kupalizwa mbinguni Bikira Maria inatukumbusha kuwa Maria yupo mbinguni mwili na roho. Mwili wake unashiriki pia utukufu wa mbinguni pamoja na mwanaye Yesu Kristo. Kwa nini? Ni kwa sababu akiwa hapa duniani mwili wake ulikuwa nyumba ya mwana wa Mungu, na hivyo ulitakatifuzwa kwa kiwango cha juu kabisa. Maisha ya sasa ni maandalizi ya maisha ya umilele ya furaha ambayo hayawezi kulinganishwa na furaha yoyote ya hapa duniani. Maria alitusaidia kwa maombezi yake kuishi maisha mema na matakatifu. Mama Maria uliyepalizwa mbinguni, utuombee.